ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Fikiria nianze na wewe wapi, kwa X Factor ama kwa Peter Shalulile? Yako maeneo matatu. Eneo la kwanza tumpongeze afisa habari wa Young Africans Ali Shaban Kamwe. Tukio alilolifanya leo ni tukio la kihistoria, kwa maana kwamba nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi. Jana saa 9 ndio press ya kuwaita wananchi kuja kushuhudia usajili wa X Factor ambao utafanyika leo. Kutokea jana kwenye saa 9, kazi kubwa sana amefanya waandishi wa habari. Pongezi kwenu kufikisha habari kwa wananchi, lakini pia baadhi ya wadau ambao walikuwa wana repost, haswa mimi naweza nikasema tujimwagie maua yetu pia ma-influencers wa Yanga, kwa maana kwamba kuiposti, kuandika, kuongea kwenye mitandao mpaka usiku wa manane, kuhakikisha kwamba kila mwana Yanga habari inamfikia ya kwamba leo kutakuwa na utambulisho wa mchezaji mkubwa ambaye atatambulishwa kwa kiingilio. Kwa mara ya kwanza ndani ya Tanzania haijawahi kuzoeleka kwamba mchezaji akisajiliwa atakuja kutambulishwa kwenye kiwanja cha wazi ambacho watu wataingia kwa kiingilio. Tumezoea kuona usajili ukitambulishwa kwenye Instagram, watu wakiwa wanaambiwa wasubirie kwa hamu, lakini kwa mara ya kwanza Ali Shaban Kamwe amethibitisha kwamba mnaweza ukatambulishwa mchezaji, tena siku kama ya leo ambayo kulikuwa na mechi inachezwa ya Yanga katika mji mwingine na bado mashabiki wakaweza kujaza viwanja viwili, cha mechi kikajaa na kiwanja cha utambulisho kikajaa, na watu wakashuhudia usajili huo. Kwa hiyo pongezi zangu za dhati zimwendee Ali Shaban Kamwe, lakini ziwafikie na nyinyi wanahabari wote ambao mlishiriki tukio lile, lakini pia nisiwasahau wanangu wa Yanga influencers ambao wamefanya kazi kubwa kwenye kuhamasisha watu kuja kuiangalia X Factor ambayo limesajiliwa. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo wale ambao wanahemberu walikuwa wanajiona wao wamefanyaga hamasa huko miaka ya nyuma kwamba wao ni the best zaidi, hili hawajawahi kufanya. Kwa mwanamume kalifanya, waende sasa kwenye media zao wanazokaga kuongea kumsema Ali wakamsifie. Kama wakishindwa kumsifia, basi sisi waja wema ambao tunaona tutamsifia. La pili ni X Factor mwenyewe Stefan Aziz Ki. Yalizungumzwa mengi, lakini kwangu kama ukiniuliza kwenye hii ligi kuu Tanzania bara tangu kuanzishwa kwake, mchezaji ambaye amewahi kucheza mwenye quality kubwa, mwenye uwezo mkubwa, basi namba moja atakuwa ni Stefan Aziz Ki, magician. Ameyathibitisha hayo akiwa anacheza ligi kuu Tanzania bara msimu kadhaa iliyopita. Kaonyesha kiwango kikubwa, kafanya mambo makubwa ambayo yaliwapagawisha makocha na vilabu pinzani barani Afrika. Aziz Ki ana uwezo mkubwa, anacheza mpira vizuri, anapiga penetration pass, anapiga delbows. Yani Azizi ni mchezaji ambaye kama unaweza kumwelezea mchezaji mkubwa kwa kucheza ligi kuu Tanzania bara, lazima uanze na jina la Stefan Aziz Ki. Kwangu mimi naamini ndio best katika player ambao amecheza. Kurudi kwake kunaiheshimisha ligi yetu, kwa sababu bado ni mchezaji ambaye ana thamani kubwa sokoni. Kuamua kurudi kuja kuichezea Yanga ni heshima kwetu wana Yanga. Tumempokea kwa heshima kubwa, tumemheshimisha mchezaji wetu. Tunamuomba anaporudi uwanjani na yeye atuheshimishe, kwa maana kwamba kile kiwango alichotuonyesha mara ya kwanza basi akidumishe, akionyeshe maradufu, kwa sababu lengo ni kuijenga Yanga iliyo bora. Lengo sio tu kupiga story na kucheka na watu. Azizi tunamjua akiwa kiwanjani kwenye ubora wake, kuna kitu anacho, na Azizi ndio ilikuwa turn point yetu ya kwanza ya kufanikiwa kwenye mpira wa Afrika. Ni vile wenye tamaa, wenye mali huko Afrika walipomwona Aziz Ki walikuja kutia mzigo mkubwa ambao tulishindwa kuvumilia, lakini urejeo wake, ile turn point yetu inarudi pale. Tulikuwa na turn point yake yeye na Fiston Kalala Mayele. Tunaye Peter Shalulile Shashaman, uwezo wake ni mkubwa na kila mtu anajua. Anapokuwepo yeye Aziz Ki, ukichanganya na kina Shalulile, ukichanganya na kina Zokwane, ukichanganya na kina Fredi Ngoma, maana yake tutakuwa
na quality kubwa ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Azizi tumemleta, tumemrejesha. Hii ligi kuu Tanzania bara tunao uwezo wa kuchukua mara nyingi zaidi, kwa sababu wapinzani wetu wengi wako down, lakini uwezo wa kuchukua klabu bingwa barani Afrika inahitaji ushirikiano, commitment, mazoezi, zile tabia ambazo zilikuwa zinaonekana miaka kadhaa iliyopita tunahitaji ziwe za kinidhamu zaidi, zitunufaishe kiwanjani. Kocha